nakata saa hii, nakata mkono huo, lazima mwachilie awe huru. Nakata mkono wa huyo pepo, nakata mikono ya huyo mizimu kwa jina la Yesu Kristo. Unamwachia. Haya, Bernardo, njoo kwenye mwili wako ukiwa hai na ukiwa mzima. Shetani alichokipanda kwenye mwili wako kusababisha kuotaota vinyama hivyo, sasa mimi nimezuia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa umekimbilia hapa, lazima upokee uponyaji na ukombozi pia kwa jina la Yesu. Haya, ninamwamsha Bernardo. Toka huko, toka huko, huko waliokuzingira, huko waliokuzingira wanapigwa huko, wanakuachia. Ninakuamsha saa hii, ninakuvusha kwenye mto wa kwanza huo, ninakuvusha saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Bernardo, vuka. Ninakuvusha kwenye uchawi huo, ninakuvusha kwenye mto wa pili, ninakuvusha kwenye mto wa tatu, nakuvusha kwenye mto wa nne kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuvusha saa hii, ninakuvusha saa hii kutoka kwenye ziwa hilo, ninakuvusha saa hii kwenye ziwa Victoria, ninakutoa huko kwa jina la Yesu. Ninakuvusha kwenye milima hiyo, ninakuvusha kwenye mto wa tano, ninakuvusha kwenye mto wa sita kwa jina la Yesu Kristo. Bernardo, njoo. Bernardo, njoo kwenye mto wa saba kwa jina la Yesu Kristo. Njoo kwa jina la Yesu, njoo. Toka huko ukiwa ni mzima na hakuna atakayezuia, maana Mungu ndiye naye hazuiliwi na chochote. Wakati naendelea kumwombea huyu, imeisha, hawatakuweza tena kwa jina la Yesu Kristo. Unapoona matatizo, kuna mahali yanatoka. Huyu dada alisikia matangazo tu hapa, apostoli Majengo huko, achukua namba, akapiga simu. Sasa naanza kuona Mungu na matatizo yako mwisho, na walioshikilia ufahamu wako, kinywa chako, wanakuachilia uwe huru kwa jina la Yesu Kristo.